Hii inatufanya tutafakari neno na mtumishi wa Mungu, mchungaji mtarajiwa Tumaini Mtumai, the greatest billionaire. Sijui kwa nini alijiita hivyo, labda alikuwa ameangalia mnara wa Babeli kwa nini akaamua ajiite Babeli wa sasa. Basi si haba, mambo yanakuwa ni mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Leo Roho wa Mungu anatamani tujifunze nini kutoka kwako? Amen. Roho wa Mungu leo anatufundisha juu ya habari ya kuamini tu. Sawa. Fanya kile unachokifanya, lakini finally amini tu, japo panahitaji hekima. Unaamini katika jambo lipi? Kwa hiyo tutaangalia hapo sehemu ya kupeana maarifa kuhusiana na ni kipi hasa mtu wa Mungu anapaswa kukiamini. Okay, uga huu ni wako, karibu. Amen. Shukrani sana. Awali yote msikilizaji, ni kusabai kwa mamlaka ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nikukaribishe sana katika dakika hizi kadhaa ambazo Mungu ametupa neema na kibali tuzungumze pamoja kuhusiana na siri za ufalme. Awali yote naomba tumshukuru Mungu kwa ombi fupi. Baba mwema na mwaminifu, ninakushukuru kwa ajili ya nafsi hii inayosikiliza kituo hiki. Ninaomba useme na moyo wake mfalme mwenye kuwazia mema kila wanadamu waliopo juu ya uso wa nchi. Nami mtumwa wako ninapokuwa katika kufikisha habari zako, naomba unipe neema ya kusema yale tu Baba ambayo umekusudia watoto wako yasikie. Nisiongeze neno, nisipunguze neno, nisiseme kwa kiburi, majivuno, majisifu wala majigambo, bali nikajua kwamba mimi ni mtumwa mdogo kuliko wale wanaonisikiliza. Neema yako iniatamie, uwezo wa kimbingu Mungu ukaniatamie, msaada wa Mungu Roho Mtakatifu ukue pamoja nasi kutufunulia siri zako za ufalme katika jina la Yesu. Amen. Nitaomba tushirikiane kwa pamoja kusoma maandiko matakatifu msikilizaji, kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 40 hadi pale nitakapoishia. Sura ya 8 mstari wa 40, kitabu cha Luka. Maandiko yanasema hivi: basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja jina lake Yairo, naye ni mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsia ingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12. Kama Biblia ni yako unaweza kupigia mstari maneno hayo, miaka 12. Tumeona kwa mtoto na tunaona tena kwa huyu mama ni umri ule wa miaka 12, na maandiko yanaendelea kusema aliyekuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. 50. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Mpenzi msikilizaji, tumeona habari hapa zinazomhusu Yesu Kristo, na katika mstari huu wa 40 zinaanza kwa kutuambia Yesu alipokuwa akirudi. Nisingekuwa kia sana kusema alienda wapi na alikuwa anafanya nini kule. Utasoma kwa wakati wako na utaweza kujua hilo. Lakini katika mstari wa 40 tunaona kitu cha tofauti. Ningetamani tupite na mstari moja kwa kutazama kwa kile ambacho Mungu atatubariki tukitazame. Maandiko yanasema Yesu alipokuwa anarudi, mkutano wote ulikuwa ukishangilia kwa furaha na walimkaribisha.
Historically ni kwamba Yesu hakuwahi kuponya hata upere kwa hawa watu. Yesu hakuwahi kutenda muujiza wa aina yoyote kwa hawa watu, lakini walikuwa tu wanazisikia habari za Yesu kwamba kuna Yesu wa Nazareti anaweza kuponya, anaweza kuwafungua watu kutoka katika vifungo vio vya magonjwa, vifungo vya kila namna ambavyo vimemkosesha mwanadamu uhuru na furaha yake ya maisha. Unajua, kama mwanadamu tunahitaji uhuru katika maisha yetu. Kuna maisha ambayo tunayaishi yanatukosesha kuwa na uhuru, maisha tunayoyaishi yanatukosesha kuwa na furaha. Kwa hiyo hawa watu, maandiko yanasema walimkaribisha. Jambo la kwanza, walimkaribisha kwa furaha, na maandiko hayasemi ni wachache bali wote. Hapa ninaomba nikukumbushe kisa kimoja kinachonihusu binafsi. Nina wajomba zangu, ndugu yangu Sky, wanakaa nje ya nchi, wako Afrika ya Kusini. Sasa sawa, kuna mwaka fulani wakawa wamerudi nyumbani. Mimi sikuwahi kuona wajomba, lakini kwa sababu ni kaka wa mama walikuwa wanakuja. Mama yangu alifurahi sana, aliwakaribisha kwa furaha sana. Furaha yake haikuwa tu kwa sababu amewaona, ila alikuwa kumbe ana taarifa kwamba akishakuja brother, akifungua buti ya gari kuna kitu tutapata kule, kuna jambo litatokea. Kwa hiyo hao watu walipokuwa wakimfurahia Yesu, msikilizaji, hawakufurahi tu bure bure, maana walijua leo hii ni mwisho wa matatizo yao, leo hii ni mwisho wa shida zao, leo hii ni mwisho wa misiba yao. Walifurahi wote, na maandiko yanaendelea kutuambia katika mstari wa 41, palikuwa na mtu ambaye ni mkuu wa sinagogi, anaitwa Bwana Yairo. Mkuu wa sinagogi ni mtu mkubwa mwenye cheo kikubwa, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wale watu wanaorukaruka na kufurahi ujio wa Bwana Yesu. Lakini kesi yake kubwa, nyumbani kuna mtoto ambaye ni mgonjwa, yu katika kufa kabisa. Msikilizaji, mazingira hayo unaweza kuwaza kwa akili ya kawaida, angetokea mke wake, wangetokea watu wenye degree zao nzuri, wakamkuta baba huyu mwenye ukuu wa sinagogi akirukaruka nyumbani, kaacha kuna mgonjwa tete, wangemwambia kitu gani? Ninazungumza na ndugu yangu ambaye kwenye maisha yako, kipindi unachokipitia, akili ya mwanadamu haitoi kabisa fursa ya kuamini kama utavuka hapo. Haitoi kabisa matokeo ya kwamba unapaswa ufurahi. Nataka nikwambie, moja kati ya siri ya ushindi ni kufurahi katikati ya magumu. Yani mahali ambapo mpaka wanadamu wenzao wanaweza wakakushangaa kwamba jamaa hivi kweli uko timamu huyu? Anapitia changamoto kubwa kama hii, kinachomfurahisha ni kitu gani? Kaa ukitambua jambo moja, mtu wa Mungu, maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya, mawazo ya Mungu si sawa na mawazo ya wanadamu, maana njia zake sio kama njia zetu sisi wanadamu, na hata mipango ya Mungu na sisi ni tofauti kabisa. Yairo, tuendelee katika case study yetu. Yairo tunaambiwa alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakirukaruka, naye alikuwepo pale akifurahi, lakini ukweli wa mambo, nyuma ya pazia, zoezi lilopo ni mwanae anaumwa, tena yu katika kufa. Si wa leo, si wa kesho. Mtoto ameshindikanika na ugonjwa, na alikuwa ni mtoto ambaye umri wake ni mdogo, umri wa miaka 12 peke yake. Kwa hiyo Yairo alimsihi sana Yesu. Siwezi kujua alichukua dakika ngapi kumsihi Yesu, alishachukua anataka kukifanya mpaka akakubali waongozane kwenda nyumbani kwa Yairo. Wenye shida ni wengi. Sasa sijui kama alitumia mamlaka, ukubwa wake wa kihuduma, kwa sababu maandiko anasema alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Alitumia ushawishi wa namna gani? Na labda Yesu alimwambia, bwana sikiliza, nimekuja huku mipango yangu, nataka nielekee labda kijiji fulani. Hatujui maongezi yalikuwaje, lakini tunaona waliongozana na Yesu. Maandiko yanasema katika mstari wa 42, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na hapa maandiko yanaendelea kutuambia sasa juu ya kisa cha yule mwanamke. Baada ya Yairo kumsihi sana Yesu aende kule nyumbani kwake ili kumpatia uponyaji binti yake, tunaona kuna mama mmoja ambaye alitokwa na damu miaka 12. Hayakuwa mazingira rafiki. Wa mama dada zetu wanajua hali kama hiyo inapokuwa ina mwendelezo, kiukweli hauwezi ukafurahia. Kumbuka hapa kuna Yairo ambaye mwana yuko katika kufa. Mama mmoja ambaye hajulikani, hana appointment yoyote, akaichangamkia fursa pale pale, kamgusa bwana mkubwa, na kutoka kwa damu kukakoma.
Sasa unaweza ukaona psychological Yairo alijisi vipi? Yeye ana mtoto nyumbani anaumwa, halafu mtu mmoja anapokea uponyaji mbele yake. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu unayesikiliza sahihi, kwamba usipate shida ukiona watu ambao mmeng'ang'ana wakabarikiwa kwa ajili yako. Yani unaweza ukamwonyesha mtu njia, tunasema leo, akatoboa kabla yako. Ondoa hofu. Muujiza wa haraka haraka huwa haujabeba kitu kikubwa kama muujiza wenye changamoto na challenge nyingi. Kwa hiyo jifunze kuwa mtu wa uvumilivu, usiwakasirikie watu, usijisikie vibaya pale unapoona kuna mtu kabisa. Yani jamaa aling'ang'ana kumpeleka Yesu kwake. Mama mmoja akaja tena kimagumasho, anasema sasa, watoto wa mjini, kakamata pindo la Yesu Kristo, kutoka kwa damu kuna koma. Halafu Yesu hadiri tena na biashara kwa Yairo, anaanza kikao kingine katikati ya watu pale. Nani amenigusa? Maongezi yanaendelea. Sitaki kuamini kama ilichukua dakika moja, huenda zilikuwa 5. Na unajua pressure mwanadamu anapokuwa anauguriwa labda na kitu chake, halafu kutokea maongezi mengine. Mama huyu anamgusa Yesu, kutoka damu kwake kunapona, changamoto inaisha pale pale. Kama nilivyokuambia, kikao kinaendelea. Yani Yesu hapa hana tena stori za Yairo, mwanao anaendeleaje? Kau kitambua, wakati mwingine msikilizaji, mambo yetu hayampatii Mungu pressure, kwa sababu yeye ni Mungu, anaweza kufanya katika hali yoyote ya mazingira ya aina yoyote. Haijarishi unapita katika changamoto ya namna gani. Uwe na ufahamu wa maandiko katika kitabu cha Ayubu 22:21, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Siri kubwa, mjue sana Mungu. Unamjuaje Mungu? Asa unaona kazi nyingine, lakini kwa leo tutajifunza kumjua kwa engo hii ambayo Mungu ametupa neema. Ukisoma kuanzia mstari wa 44, bado kisa kile kile kinaendelea, maongezi kati ya Yesu na huyu mama. Wakati Yesu anauliza nani amenigusa, Petro akaja na ufahamu wake wa kawaida tu, anasema Bwana mkubwa, watu wanaokuzunguka hapa ni wengi. Kwa lugha nyingine alikuwa anajaribu kumsaidia Yesu. Bwana, Yesu analouliza ni kama limekaa kitoto hivi, watu hawa ni wengi, sasa unapotuhoji sisi nani kakugusa? Sijui mguso uliogusa na yule mama ulikuwa na tofauti, ulikuwa ni mguso ambao una imani kubwa ndani yake katika changamoto yake. Sasa sijui kama mama na yeye, as long as ametokea miongoni mwa walio ruka, sitaki abaguliwe, badala yake naye alikuwepo pale ufueni mwa bahari akifurahi kwamba leo shida yangu imefikia mwisho. Lakini kupenya mpaka akafikia kumpata Yesu, usitegemee ilikuwa ni swala jepesi. Ninatamani sana tumwangalie zaidi Yairo kama case study yetu na hiki ambacho kilikuwa kikiendelea. Katika mstari wa 45, msikilizaji, Yesu anasema ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. 47, yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Natamani tuendelee kidogo kusoma tena hapa. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. 49, alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Msikilizaji, ulishakukaa ukawaza, wakati unapambania biashara yako, wakati unang'ang'ana kutafuta ajira labda kwenye ofisi fulani, inakaribia kutoa matumaini na umemwomba Mungu kwa viwango ambavyo havijai kutokea, halafu asubuhi simu ya kwanza unapigiwa, unaambiwa tutakupigia simu, nafasi za kazi hakuna. Ulipaniki kwa kiasi gani? Au kuna kucha asubuhi, biashara ambayo umetolea fungu la 10, unaambiwa duka limeungua. Au nyumba ambayo ulikuwa umejenga, umeganga kwa jasho kwa muda mrefu, halafu inakuja project fulani ya wema tu, wanasema mahali hapa inabidi pabomolewe.
au kile kiwanja unagundua tayari labda ulikinunua kinyume na taratibu za kisheria, kwamba sio mali yako tena, ni maana yake umepigwa. Au ulikuwa safarini, taarifa unayosikia basi la nyuma yako kuna mpendwa wako mmoja Mungu kamvuna. Na vyovyote vile sasa yavutie picha mazingira ya Yairo, na anayekuja kuleta taarifa ni mtu ambaye anamwamini. Ninazungumza na ndugu yangu ambaye kuna jambo umepokea taarifa limekufa kabisa, jambo halipo tena, na akili yako imefikia mwisho, na kaa ukitambua kwamba inecha mwanadamu alivyo, kunapopatikana jambo linalosemekana kufa, basi tukubali tukatia akili yetu inafikia kikomo. Kitakachofuatia ni Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake litukuzwe, jina lake lihimidiwe. Na vyovyote vile ambavyo watu watapokea taarifa ya kifo, ndio taarifa inayomwijia bwana mkubwa huyo ambaye bidii ya kurukaruka, bidii ya kumsihi sana Yesu katika ule mstari wa 42, bila shaka alimsihi sana Yesu. Kuna mahali pameandikwa hivyo, ili ndio ni mstari wa 41, anasema natazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu akamsia ingie nyumbani kwake. Maana yake alitumia jitihada nyingi. Halafu kuna mama mmoja, ingekuwa rahisi kwa Yairo kumwataki yule mama kwamba kama sio mama huyu kunikawiza, akachukua muujiza wangu kimagumashi, mwanangu asingelikufa, asingekuwa anasikia kufanya hiki na hiki, basi mimi nisingelikuwa hapa, labda mimi ni mtangazaji na atolea mfano tu msikilizaji, asingekuwa ni furani kufanya hiki, kama sio mjomba wangu kuninyima karo, mimi nisingekuwa na kazi hii, asingekuwa ni baba kukalia tu ulevi unaongea maneno mpaka unakufuru. Kwa sababu kuna namna ambayo akili yako kama mwanadamu, kuna kitu unaona kimekufa, kuna kitu unaona hakiwezi kurejea tena, kuna kitu unaona hakiwezi kuja tena kuwa furaha kwa upande wako. Niko hapa kukuambia, hebu asubuhi ya leo usiogope, amini tu. Yesu anamwambia hilo katika mstari wa 50, lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu. Jambo la kwanza, ondoa hofu. La pili, amini tu. Anamaliza kwa kumwambia naye ataponywa. Kilichokufa kwenye maisha, msikilizaji, ondoa hofu. Hofu bwana ni silaha hatarishi, yani ndio nyuklia adui ambao anaitumia kutumaliza. Nyuklia mbaya kabisa ni hofu. Unapokuwa na mazingira ya hofu yanakumaliza. Ukifuatilia hata Mungu mwenyewe maneno mengi, neno usiogope limetumika mara nyingi sana. Amelitumia sana, usiogope, maana anajua madhara ya hofu kwa mwanadamu, naye atakuwa ni mzima. Niko hapa kukuambia katika kipindi chote hicho mambo yanatokea. Yairo hakuongea jambo lolote mpaka anakuja bwana mkubwa kutoa habari. Yairo hakujibu neno lolote. Hebu jifunze kunyamazia mambo unapopita katika changamoto. Wewe nyamaza, haijalishi utasikia maneno ya namna gani. Mbingu zitasema kwa ajili yako. Yesu atazungumza kwa ajili yako. Wapo watu watasema huyu kashindwa, tuone atatokaje, tuone atavukaje. Lakini watashangaa, ilikuwa tarehe 1 mnafika tarehe 2 wewe na wao, ilikuwa ni tarehe 3 mtafika wote tarehe 4 wewe na wao. Kaa kimya, mbingu zitasema kwa ajili yako. Kunyamaza kimya katika mambo, msikilizaji, ni sehemu kubwa ya ushindi katika maisha ya watu ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kuzungumza si vibaya, lakini unazungumza nini? Kumbuka wakati wa Musa waliupata ushindi wakati wanaona bahari imewaletea zengwe na watu wanamlalamikia Musa. Beka kwanza, maandiko yanasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia hii leo, kwa maana Wamisri mlioona leo hamtaona tena hata milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kuna wakati ambapo Mungu anahitaji kufanya kazi, wewe nyamaza kimya, muachie shughuli, yeye anajua cha kufanya. Na ukisoma kwa chini, msikilizaji, maandiko yanasema katika mstari wa 51, niendelea hapo, alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na baba yule mtoto na mamaye, na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. 53, wakamcheka sana, maana alijua ya kuwa amekwisha kufa. Ndio tunaosema hayo kwa wanadamu. Kuna vitu ambavyo vikizungumza na mambo ya kimungu ya msikilizaji, unapokiri juu ya imani yako, wanadamu ni rahisi kukucheka, sababu kuna mtu anategemea degree yake nzuri kabisa aliyopata UDSM, amepata UDOM, amepata sauti na mahali pengine kote, atakucheka, ataona ni kama
hajui anachokizungumza. Mambo yasiyowezekana kwa wanadamu, niko hapa kukutia moyo kwamba yanawezekana. Uchumba uliokufa unawezekana kufufuliwa. Kazi iliyopoteza inawezekana ikakujia tena. Chochote ambacho kimepotea kwenye maisha yako, it's just a matter of the time. Ni swala la muda tu kinarudi. Yoeli 2:25 maandiko yanasema, nami nitawarejeshea tena ile miaka iliyoliwa na nzige na palale na tunutu na madumadu. Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Mungu wetu ni Mungu anayeturudishia. Na ukisoma kwa chini, Yesu aliwaambia wasimwambie mtu yoyote juu ya habari za mambo yaliyotokea mara baada ya kuwa amemfufua yule mtoto. Kwa sababu za kimda nitaomba tu ni summarize kwa kusema hivyo. Aliwaambia wasimsimulie mtu. Sasa unaweza ukawaza, huyu si alikuja kwa ajili ya kutukomboa, kwa nini tena anazuia? Tafasiri yake msikilizaji ni kwamba muujiza una kawaida ya kujisemea wenyewe. Mungu akifanya kitu wataona tu. Wasi waambie watu, unajua mwezi wa pili Sky ananioa. Lelelele, unatangaza mapema. No, kausha tu. Tutaona hiyo harusi. Alafu watu wenyewe watasema. Usitangaze unajua mimi saizi namiliki ndinga. Sio mtu kujipaudi, maandiko yanatukataza. Sio sehemu ya hekima. Ni vizuri lakini sio sehemu ya hekima. Maana yake ajishushaye anakwezwa, na anajikweza huwa anashushwa. Nilitamani sana msikilizaji tushirikiane kwa pamoja katika jambo hili, na ninaamini kabisa utakuwa umebarikiwa. Na tangu sasa ondoa hofu na ishi kwa kuamini tu kwamba chochote ambacho ni ndoto yako hutoingia kabrini hujakiona, kama tu utajenga swala la kuamini yupo Mungu anayefanya mambo ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kufanya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukipata neema wakati mwingine tutazungumza. Amen. Amen. Huyo ni mtumishi wa Mungu Tumaini Mtumai ambaye amefundisha neno la Mungu hapa. Ikiwa una shida, una tabu, una masuala ya kiroho yanakusumbua, basi usisite kumpigia simu kupitia nambari yake ya simu ambayo ni 0760 190 123. Kitu kingine ambacho ukifahamu kuhusiana na Tumaini Mtumai, sio mtangazaji tu, lakini bali ni mchungaji mtarajiwa. Kwa hiyo unahitaji kuomba pamoja na yeye. Namba ya simu ni 0760 190 123. Ni namba rahisi sana kuitamka. Hata mtoto mdogo wa miaka 2 anaweza katamka. 0760 190 123. Hiyo ndo namba. Una shida, una tabu, kuna mambo yanakusumbua kwa namna moja au nyingine, unahitaji uombe pamoja na mtumishi, umebarikiwa na neno, unahitaji useme mtumishi, bwana nashukuru kwa ajili ya neno, basi mtumie ujumbe mfupi kupitia nambari yake ya simu, au unaweza ukapiga simu kupitia 0760 190 123. Naye ataomba pamoja na wewe. Kuna namna ambavyo umekata tamaa kwa namna fulani, huenda umerudi nyuma kwa namna fulani, basi namba yake ya simu hiyo hapo 0760 190 123. Piga simu, tuma ujumbe mfupi, zungumza na yeye. Kuna jambo halijakaa sawa, unasema bwana mtumishi wa Mungu, kuna jambo halijakaa sawa, basi naomba hebu tuombe pamoja kuhusiana na hili. Mambo yangu naona kama haendi, naona kama kuna kitu ambacho hakipo sawa. Basi usisite kumpigia simu. Mungu atashughulika pamoja na hitaji lako. Mungu ni mwema na wakati wote huwa anaokoa. Mtumishi, neno la hekima kwa dakika chache zilizosalia. Amen. Neno la hekima kubwa ambalo ninataka kushirikiana na watu wa Mungu ni kwamba usifadhaishwe na kelele za watu wanaosherehekea mavuno. Wewe ukala mbegu yako. Wao wameshavuna, ni wakati wao. Nazungumzia mtu ambaye, usifadhaishwe na mtu ambaye sasa anasherehekea mafanikio alionayo. Si ndio? Yeah. Amini tu kwamba mbegu ambayo unaendelea kuipanda, kuna wakati na utakuja utasherehekea mavuno kama yeye. Ni swala la muda. Na usimwombee yeye kwamba arudi chini. No. Muombe azidi kugrow up zaidi. Yeah. Amen. Namba mtumishi wa Mungu Tumaini Mtumai, mchungaji mtarajiwa kupitia kanisa ambalo atalianzisha hivi punde, ni 0760 190 123. Umependa mafundisho, umependa maudhui, unataka usapoti huduma, basi namba ya simu ni hiyo hapo 0760 190 123. Una shida na tabu, masuala ya kiroho, basi namba ya mtumishi
wa Mungu, tumaini mtumaini. Hiyo hapo 0760900123. Huyu anasema Jumapili njema, Victor Mahava kutokea Ilemi. Okay, sawa, na Jumapili njema kwako pia. Mwenyezi Mungu akubariki. Sasa The Head Ministry tunamaliza nao leo kupitia hapa. Tulikuwa tunatafakari neno kupitia Gospel Voice, sauti ya injili masikioni kwako. Wanakuambia Yesu Bwana atakaporejea atafuta machozi, na kama atafuta machozi kila kitu kitakuwa sawa. Yale taabu, shida zilizokuwa zinakusumbua, basi atazifuta na kila kitu kitakuwa sawa. Atasema poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike kwenye raha ya milele. Na sisi tunakuaga hivi Jumapili ya leo mpaka Jumapili ijayo tutakapokutana kutafakari maandiko matakatifu ya Mungu na kurejea kile ambacho Mungu anatamani atufundishe. The Head Ministry Tanzania wanakuambia atafuta machozi. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Baada ya taabu za maisha tunazozipitia, magonjwa ya taabu na huzuni ni vya muda kitambo. Wenda twaumia, tunalia bila msaada, yote haya yatakoma, kwani kitambo yuaja. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike.